Familia au mwanamke wa ndoto zangu. Ni mwanzoni mwa mwaka 2019 nilikutana na binti aitwaye Victoria akiwa kama mfanyakazi wa ndani kwenye nyumba moja hivi ya kitajiri iliyopo mjini Dodoma. Urembo wake na tabia yake ilipendwa na kila mwenye jicho la kutazama vitu vizuri. Licha wanaume kupambana kuipata saini ya penzi lake, kwangu mimi sikuwa na tamaa za kutamani kuwa na mahusiano naye kimapenzi. Siku zikasonga, urafiki ukazidi. Vita yangu na wanaume wenye pesa ikawa kubwa, nikajiona kabisa sifiki mahali. Ila kwa Victoria alinionyesha njia nzima ya yeye kuwa naye kimahusiano. Niliwaza na kuwazua yaliyoko nyuma ya uzuri wake na watu wanaopishana kwa nguvu za pesa. Mwaka mmoja baadaye ulikuwa ni mwaka wa furaha kwa Victoria na kwangu pia, kwa sababu ya maisha tulivyobadili, na hii ilipelekea watu muhimu kujua urafiki wetu. Mwaka huo ndio mwaka ambao nilifukuzwa kazi na vibiashara vyangu vidogo kufeli. Sikujua, lakini sijawahi kulala njaa kwa sababu ya uwepo wa Victoria. Victoria, binti pekee aliyesimama na mimi kwa ushujaa pindi nikiwa sina hata mia mfukoni. Kwa kizazi chetu ni bahati sana. Mambo yalikuja kubadilika mara baada ya mamake mzazi kuanza kuugua maradhi ya moyo. Hapo ndipo mwanzo wa kubadilika kwa maisha yetu. Kwenye kati hizi nilipata kazi, ila sikuona umuhimu wa kazi. Nikamwomba twende wote kwao nikamsaidie kumuuza mama yake Victoria, iwe kama shukrani ya yote aliyofanya bila malipo yote yale. Safari ya kutoka Dodoma hadi Sambarai wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro haikufanikiwa kwa sababu Victoria kupenda tuongozane ili kusipoteze uhalisia wa tamaduni zetu za bara la Afrika. Victoria alisema huu sio mwisho wa maisha. Hakikisha hatukatishi mawasiliano. Tukienda wote wale wazee wataongea sana na huenda tusiufurahie urafiki wetu. Kumbuka miaka yote hiyo sijawaza kuwa naye kimahusiano, japokuwa nilijua dhamira ya Victoria kwenye maisha yangu. Sikujua hii safari ndio ilikuwa ya mwisho wa furaha yangu itokanayo na uwepo wa Victoria mbele yangu. Baada ya safari kuelekea kijijini kwao, nilipata habari za kufika kwao salama, na akasema hali ya mama yake mzazi ni mbaya, nimwombee. Baada ya majuma kadhaa kupita, mawasiliano yalikuwa yanazidi kupotea kwa sababu ya ubizi wa kumuuguza mama yake. Hata sauti ya ufariji ilipotea. Nikawa nasikia sauti ya majonzi na huruma ikitoka upande wa pili ya simu niliyokuwa nikiongea na Victoria. Siku zikazidi na miezi kakata. Mama mzazi wa Victoria alifariki dunia na huzuni ikatanda. Mawasiliano yakakatika kwa muda kwa sababu yaliyomgusa Victoria. Nilishindwa kwenda msibani kwa sababu sikupata muda wa kupewa maelekezo mazuri na mahali jinsi ya kufika kijijini Sambarai. Baada ya miezi kadhaa kupita, nikawasiliana na Victoria na kunipa maelekezo kinachoendelea kwenye maisha yake, na kisha kunisisitiza nijichunge. Akirudi mjini Dodoma, kuna vingi anahitaji kufanya akiwa na mimi, na kumaliza kuwa mimi ndio tegemeo lake la mwisho. Siku hii ndio ilikuwa siku niliwahi kusikia maneno mazito kutokea kwa Victoria na kuelewa kuwa ninahitaji kumpenda zaidi ya binti aliyenifanyia kila kitu nyakati ambazo nilipambana kutafuta chochote kitu na nikakosa nilichokipambania. Ghafla mawasiliano yangu na Victoria kakatika kwa sababu ya namba zake zote za simu hakuwa zinapatikana tena. Nilijaribu kila siku kwa majuma kadhaa bila mafanikio. Mawazo mengi yakanijia kichwani juu ya kupata tatizo hadi kufikia kukata tamaa, kwani imeshapita zaidi ya miezi 8 sasa. Baada ya mwaka na miezi mitatu niliwaza kwenda kumtafuta kijijini kwao Sambarai. Huenda nikakutana naye. Nilikusanya mishahara yangu ya miezi kadhaa, nikapanda gari na kushuka Moshi mjini kwa lengo la asubuhi inayofuata niende kumtafuta. Nikatafuta sehemu ya kujihifadhi, nyumba ya kulalia wageni. Nikalala hapo hadi asubuhi ya siku hiyo lengwa. Nikatafuta usafiri nikaenda huko Sambarai. Siku hiyo nilivyofika, tumaini la kumpata Victoria lilikuwepo kutokana na maelezo ya watu wa kijiji hicho wanavyonielekeza. Hadi kufika jioni sikuona lolote lile
huku nikiwa nawaza ni wapi nitakwenda kujihifadhi usiku huo, ili siku inayofuata niweze kuendelea na zoezi la kumtafuta Victoria. Majibu ya kulala niliyapata baada ya msaada mwendesha bodaboda niliyekuwa nikizunguka naye kumtafuta Victoria kunishauri nitafute uongozi wa kijiji, niwape maelezo ya uwepo wangu kijijini hapo. Ndipo nikapata pa kujihifadhia usiku huo. Maswali yalikuwa mengi juu yangu, lakini sikushiwa na kuyajibu kwa sababu sikuwa na mambo ya tofauti ya kumtafuta Victoria. Maswali yalikuwa mengi juu yangu, lakini sikushindwa kuyajibu sababu sikuwa na mambo tofauti na kumtafuta Victoria. Kumbuka miaka kadhaa imepita tangu kuonana na mimi. Nilikuwa na shauku ya kuonana na Victoria kwa sababu ya kumkumbuka mara nyingi na kukumbuka matendo yake kwangu. Baada ya siku kadhaa kupita, juhudi za kumtafuta Victoria zikagonga mwamba. Baada ya kumtafuta kijijini kote bila mafanikio, ushauri wa mwenyekiti wa kijiji kwangu ni kuwa kuna mganga wa kienyeji mtaa wa pili kutoka kwake tukatazame yuko wapi binti ninayemtafuta. Kwa kuwa nilikuwa natamani kumuona akiwa hai, nilikubali mawazo mwenyekiti, na kisha asubuhi na mapema nikamfuata anakokwenda hadi kwa huyo mtaalamu wa tiba za asili. Ni ndani ya shamba ya Sambarai, Moshi, Kilimanjaro. Baada ya kufika na kufuata mwongozo mzima wa mtaalamu, ndipo aliponiambia kuwa Victoria hayupo kwenye mji huo na kusema kwamba atakuwa amekwenda mbali zaidi kwa sababu hata kivuli chake hakionekani. Nilikata tamaa kabisa na kuiwaza safari ya kurudi Dodoma. Baada ya kuiaga ardhi ya Sambarai siku chache baada ya kutoka kwa mganga, huku nikiwa na maumivu ya kumpoteza mmoja ya watu muhimu kwenye maisha yangu, nikapokea ujumbe kuwa ninahitajika kwenye kampuni moja inayojihusisha na gesi ili kufanya mazungumzo kama ninaweza kufanya kazi nao. Kiukweli bahati ya kazi nilikuwa nayo, ila mapenzi yalinitupa mkono na nilishakata tamaa baada ya kumkosa binti aliyefanya kila kitu kwa ajili yangu. Sikufanya makosa ya kwenda kuonana na uongozi wa kampuni iliyonihitaji. Kwa utambulisho wangu litosha kabisa kupata kazi moja kwa moja kama msimamizi takwimu wa bidhaa zinazofanywa na kampuni hiyo, huku wakinipa mshahara mnono. Mawazo ya kumpoteza Victoria yalianza kufutika polepole kwa sababu ya moja wa binti nilimkuta ofisini aitwaye Swaumu kujaribu kuonyesha hisia sawa na Victoria, japokuwa si kwa asilimia zote. Siku zikapita, miaka ikakatika, dunia ikafunguka na mema na mabaya tukayashuhudia. Nikasahau kabisa uwepo wa Victoria. Nikatembea na Swaumu akapata mimba. Nikashauriwa na ndugu, jamaa na marafiki kuwa nimuoe Swaumu. Nikafanya hivyo, watu wakala na kusaza, wakanywa na kulewa na zawadi zikanimwagikia. Ni baada ya miaka mingi kupita, mimi na Swaumu tumepata mtoto mmoja, lakini tabia za Swaumu sio zile nilizomkuta nazo sasa, na kucha za uovu zinaonekana zaidi kuliko mwanzo. Na mbaya zaidi, Victoria amenitafuta na kuhitaji msaada wangu. Anadai ya kuwa anahitaji kuwa na mimi na anahitaji nauli ya kutoka jijini Mwanza kuja Dodoma. Ninawaza kumwambia chochote kuhusu ndoa yenye mashaka au nimwambie aje Dodoma tuanze maisha upya. Niko njia panda, sijui nimwache Swaumu kutokana na vurugu zake anazofanya kwenye ndoa au nivumilie huku nifanye juhudi za kuzikatili hisia za mtu aliyekuwa msaada kwangu. Jina langu ni Twaha Mohamed Mafiga. Hadi wakati mwingine, asante.